Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kukamata na kugundua hifadhi kubwa ya silaha na risasi katika kijiji cha Nizi kilichoko katika eneo la Jugu mkoani Ituri. Operesheni hiyo ilifanyika ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuimarisha usalama katika eneo hilo ambalo mara nyingi hukumbwa na shughuli za makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa Lieutenant Jules Ngongo, msemaji wa sekta ya operation ya FARDC Ituri, ameweka wazi kuwa mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa karibu kati ya jeshi na wananchi wa eneo hilo ambao walitoa taarifa zilizosaidia kubaini mahali silaha hizo zilipofichwa. Katika operesheni hiyo, wanajeshi walifanikiwa kukamata jumla ya silaha 11 za kivita, zikiwemo bunduki 8 za aina ya AK-47, bunduki moja nzito ya PKM pamoja na kifaa cha kurushia roketi aina ya RPG sets, pia magobole na vifaa vingine vya kijeshi vilivyokuwa na risasi vilikamatwa. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi, zinadai kuwa silaha hizo zinadaiwa kuwa mali ya wanachama wa kundi la silaha la CRP, yani Convention pour la Revolution Populaire, linalohusishwa na Bwana Thomas Lubanga. Inasemekana wapiganaji hao walitekeleza silaha hizo wakati wakikimbia kutokana na mashinikizo ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo. Lieutenant Jules Ngongo alisifu mafanikio ya operesheni hiyo, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya raia na vikosi vya ulinzi katika kuhakikisha usalama. Alieleza kuwa taarifa zilizotolewa na wananchi zilikuwa muhimu sana katika kugundua hifadhi hiyo ya silaha ambayo ilionekana kuwa tishio kubwa kwa usalama wa raia. Pia aliwahimiza wakazi kuendelea kushirikiana na jeshi kwa kutoa taarifa za watu au mienendo ya kushukiwa ili kusaidia kurejesha amani ya kudumu katika jimbo hilo. Operesheni hii inakuja wakati FARDC ikiendeleza mashambulizi ya kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Ituri, hususan katika wilaya ya Jugu kwa lengo la kupunguza nguvu za makundi yenye silaha na kurejesha utulivu kwa jamii zilizoathiriwa na vurugu za mara kwa mara. Padre Gedeon Kasereka Bahati aliyetekwa nyara Jumamosi iliyopita na watu wenye silaha katika eneo la Busendo kwenye barabara ya Kiwanja na Kanyabayonga aliachiliwa huru siku iliyofuata. Taarifa hiyo imethibitishwa na askofu wa jimbo Katoliki la Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele. Tukio hilo pia liliwahusisha wanandoa vijana wapya pamoja na dereva wao waliokuwa wakisafiri na padre huyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, waathiriwa hao walikuwa wakirejea kutoka Kanyabayonga ambako walihudhuria misa ya ndoa iliyofanyika katika parokia ya Kabasha chini ya jimbo Katoliki la Goma. Baada ya kutekwa, walikaa siku nzima mikononi mwa watekaji wao kabla ya kuachiliwa, ila hali halisi ya kuachiliwa kwao haijafafanuliwa wazi, ingawa baadhi ya vyanzo vya eneo hilo vinadokeza uwezekano wa kulipwa fidia. Tukio hili linatokea katika mazingira ya kiusalama yanayoendelea kuwa ya wasiwasi katika barabara ya Kiwanja na Kanyabayonga ambayo kwa muda sasa imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi yanayohusishwa na watu wenye silaha. Matukio hayo yamejumuisha uporaji, utekaji nyara na unyanyasaji dhidi ya wasafiri. Kama vile tarehe 23 ya mwezi Machi mwaka huu pia kuliripotiwa tukio lingine kama hilo kwenye barabara ya Kiwanja na Goma inayopita katika hifadhi ya taifa ya Virunga. Gari la usafiri la umma lilivamiwa kati ya Buvunga na Bugomba na watu wenye silaha waliolazimisha kusimama kwa kufyatua risasi. Kisha walipora abiria mali zao. Dereva alijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika hospitali kuu ya Ruchuru, huku abiria mmoja akitekwa kwa muda kabla ya kuachiliwa baadaye. Na huko mkoani na tena mjini Kinshasa, mamlaka za mkoa na jiji hilo zimetangaza kwa ufafanuzi kwamba hakuna operesheni yoyote ile ya ville morte ama mgomo baridi wala maandamano yoyote yaliyoratibiwa kwa siku ya leo Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2026 katika mji huo mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hivyo inatokana na wito wa upande wa wapinzani wa serikali ambao walikuwa wakiita raia ama kuhimiza raia kubaki majumbani kwao kufanya mgomo baridi leo siku ya tarehe 3 Juni mwaka huu. Kwa hiyo mamlaka zinaalika wananchi kuendelea na shughuli zao na za kawaida bila usumbufu wowote. Katika taarifa rasmi, gavana ameonya kwamba jaribio lolote la kuvuruga amani na utulivu wa umma halitavumiliwa. Ameeleza pia kuwa vyombo vya usalama vimewekwa katika hali ya tahadhari na hatua maalum zimechukuliwa ili kuhakikisha usalama na uhuru wa kusafiri kwa watu na usafirishaji wa mali katika maeneo yote ya jiji. Serikali ya mkoa imefafanua kwamba shule, maduka, makampuni pamoja na huduma za usafiri zinahimizwa kuendelea kufanya kazi kama kawaida katika mazingira ya utulivu na usalama. Hatimaye mamlaka zimethibitisha tena dhamira yao ya kudumisha amani na kuhakikisha ulinzi wa raia pamoja na mali zao katika mji wote wa Kinshasa. Na kwa upande wa kidiplomasia, Marekani imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga viongozi wawili wakuu wa makundi ya kivita yanayofanya kazi mashariki mwa Kongo katika juhudi zake za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Idara ya hazina ya Marekani imeweka kwenye orodha ya vikwazo John Imani Nzenze, mkuu wa idara ya ujasusi ya waasi wa AFC M23, pamoja na Gustave Kubwayo anayefahamika kwa jina la kivita la Colonel Sirkofe, ambaye anaongoza kitengo cha ujasusi na operesheni maalum ndani ya FDLR. Kwa mujibu wa Washington, watu hao wawili wana mchango mkubwa katika kuendeleza mzozo wa kivita unaoendelea kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa mamlaka za Marekani, John Imani Nzenze ni miongoni mwa viongozi wakuu wa kijeshi wa M23 na ni mmoja wa watu wa karibu wa Sultani Makenga, ambaye tayari pia yuko chini ya vikwazo vya kimataifa. Anashutumiwa kushiriki katika operesheni mbalimbali za kijeshi za kundi hilo tangu uasi wake wa kwanza. Na kwa upande wake, Gustave Kubwayo anachukuliwa kuwa mmoja wa maafisa wa usalama wa FDLR, kundi la waasi linalofanya kazi katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Anadaiwa kuhusika katika shughuli za ujasusi pamoja na operesheni za kijeshi za kundi hilo. Akitangaza hatua hiyo, waziri wa hazina wa Marekani Bwana Scott Bessent alisisitiza msimamo wa Washington wa kuunga mkono suluhisho la kudumu la kisiasa katika eneo la Maziwa Makuu. Alieleza kuwa Marekani inatarajia serikali ya DRC kuendelea na juhudi za kuidhoofisha kundi la FDLR, huku Rwanda ikihimizwa kuondoa majeshi yake katika ardhi ya Kongo na kusitisha uungaji mkono wowote kwa M23 kwa mujibu wa makubaliano ya Washington yaliyosainiwa tarehe 4 Disemba mwaka 2025. Kwa vitendo, vikwazo hivyo vinahusisha kufungiwa kwa mali na rasilimali zote za kifedha za watu walioteuliwa zilizo ndani ya mamlaka ya Marekani. Pia vinazuia raia na kampuni za Marekani kufanya miamala yoyote na watu hao waliowekwa vikwazo. Uamuzi huu ni sehemu ya mfululizo wa hatua zilizochukuliwa na Washington katika miezi ya hivi karibuni dhidi ya wahusika mbalimbali wanaotuhumiwa kuchochea ukosefu wa utulivu mashariki mwa DRC, wakiwemo viongozi wa M23, FDLR na watu wengine wanaoshukiwa kuvuruga juhudi za amani katika eneo hilo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao yanaendelea kutengeneza vichwa vya habari kuhusiana na hali ya kiusalama inayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.